Karibu sana kwenye sports update ya Game On TZ. Karibu sana mwana michezo mwenzangu popote pale ulipo Tanzania na hata ikiwa nje ya mipaka ya Tanzania. Karibu sana nikualike popote pale ulipo, habari za kimichezo yanakujia siku ya hii leo ikiwa ni Disemba 1 ya mwaka 2025. Kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba kimeanza safari huko nchini Mali baada ya kumaliza mchezo wake wa ligi ya mabingwa barani Afrika hapo jana, ambapo Simba wameweza kupoteza mchezo wake wa pili baada ya kupokea kichapo dhidi ya Stade Malien, mchezo ambao uliopigwa katika viunga vya Bamako nchini Mali. Kikosi hiko kimesafiri hapo kurejea nchini Tanzania kwa ajili ya kuja kuendelea ama kufanya maandalizi kuelekea katika ligi kuu Tanzania bara, ambapo Simba atashuka dimbani Disemba 4 ya mwaka 2025 pale ambapo atakapoenda kuwakabiri Mbeya City katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara. Kumekuwa na story nyingi sana kuhusiana na mambo kadha wa kadha baada ya kikosi hiko cha Simba kuweza kupoteza mchezo wake wa jana katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Baadhi ya viongozi wa Simba wameweza kufanya mkutano ama kikao cha muda mfupi kwa ajili tu ya kuweza kutoa tathmini na kuendelea ama kuzungumza kuelekea katika msimu huu 2025-2026. Kikao hiko kiliongozwa na mwenyekiti wa bodi kwa upande wa mwekezaji, ingawa yeye alikuwepo kule nchini Mali, lakini pia viongozi wengine wakiendelea kusalia katika taifa hili la Tanzania. Mkutano huo ulipigwa kwa njia ya online kwa maana kwamba ni kutaka kujua nini kinachoendelea, nini mwendelezo kuelekea safari yao kuelekea msimu huo wa 2025. Kikao hiko kimehudhuriwa pamoja na viongozi wa bodi wote kutoka katika uwekezaji ama bodi ya wanachama, kwa maana kwamba Simba Sports Club. Lengo na makusudio ya viongozi wa Simba kuweza kuweka kikao hiko baada tu ya kuweza kupata matokeo ambayo matokeo hayo hayakuwa mazuri kwa upande wao. Viongozi wa Simba wameweza kukaa kikao kwa ajili ya kujadili mambo mbalimbali inayoihusu klabu hiyo ya Simba. Moja kati ya vitu ambavyo vilivyokuwa vikizungumzwa katika kikao hiko ni kuanza kumjadili kocha Dimitar Pantev baada ya kuweza kupoteza michezo miwili ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Baadhi ya viongozi kutoka ndani ya klabu hiyo ya Simba, wajumbe huku akisema kwamba bado tuendelee kumpa muda kwa ajili ya kwenda kufanya vizuri huko mbele ya safari. Viongozi wengine wamesema kwamba inatosha, aweze kuiachia ngazi, tumtafute kocha mwingine ambaye kocha huyo atakayeenda kuivusha klabu hiyo ya Simba. Kikao hiko hakikutoka na makubaliano rasmi, kwa maana kwamba walikuwa bado hawajaweza kufikia tamati, kwani viongozi wengine wakisema kwamba inatosha Dimitar Pantev aweze kuachana na klabu hiyo ya Simba, lakini viongozi wengine huku wakisema kwamba hapana, muda bado hautoshi, tuendelee kumpa muda, tuendelee kumwamini, kwani wachezaji wenyewe ndio wanaoweza kufanya makosa katika uwanja. Kikosi cha Simba kinavyocheza uwanjani hakichezi kwa vibaya, kinacheza vizuri, lakini kuweza kutengeneza nafasi ili kuzifanya kuwa magoli ndio imekuwa ni kipengele sana. Hata kocha mkuu wa kikosi hiko cha Simba hapo jana alipoweza kuzungumza na moja kati ya kituo cha televisheni huku baada ya mchezo huo kumalizika, amesema kwamba wachezaji wake wamecheza chini ya kiwango, na yeye pia anatamani wachezaji wake waweze kufuata kile ambacho yeye atakachoweza kuwaelekeza katika uwanja wa mazoezi. Kinachoonekana kwa hivi sasa, wachezaji ndio wanashindwa kukopi kile ambacho anachokihitaji mwalimu kuelekea katika michezo mbalimbali ya kimashindano. Viongozi hao wa klabu ya Simba hawakuweza kutoka na majibu yaliyonyooka, kwani bado wakiendelea kumwamini kocha Dimitar Pantev, na huku akisema kwamba acha tuangalie baada ya kupinduka kwa mwaka na michuano ya ligi kuu Tanzania bara.
michuano Tanzania bara itakapoanza kuanza pale ambapo Simba atakapoenda kucheza Disemba 4 ya mwaka 2025 dhidi ya Mbeya City. Kama matokeo yatakuwa sio mazuri kwa upande wa ligi kuu Tanzania bara, basi viongozi hao wa Simba wataenda kuchukua maamuzi yaliyonyooka zaidi. Hapo awali kuna baadhi ya kiongozi wa Simba alisema kwamba tumpe mechi 3 kwa ajili ya mechi hizo ni kwa ajili ya kufanya kama tishio kwa upande wake. Mechi hizo 3 akipoteza zote tunaweza kumpa mkono wa kheri, lakini kama atapoteza 1-2 akafanikiwa, basi inawezekana pia tuendelee kumwamini na tuendelee kumpa muda. Kadri siku inavyozidi kuongezeka, kikosi cha Simba hakitakuweza kuimarika bali ni kuzidi kubomoka, huku mashabiki wa Simba na wanachama pia wanahoji kama mtamfukuza kocha. Je, vipi kuhusu wachezaji? Kama timu inacheza vizuri, wachezaji wanatengeneza nafasi, kinachoonekana ni kuweza kumalizia. Vipi anaingiaje hapo kocha kosa lake linaonekana liko wapi? Hayo ni maoni ya mashabiki wa Simba wakihoji baada tu ya hali ya hewa tu pale Msimbazi kuendelea kuwa mbaya zaidi. Kuna baadhi ya mashabiki wengine wa Simba wanasema kwamba inatosha, kocha atuachie timu, na kuna baadhi ya mashabiki wengine wa Simba wanasema kwamba acha tuendelee kumwamini kocha huyo, kwani hata safari tuliokuwepo sio safari mbaya, ni safari nzuri. Lakini pia mwekezaji wa klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba naye pia ameweza kugongelea msumali, huku akisema kwamba hata mara moja hakuna kiongozi yoyote atakayeweza kufanya maamuzi ya kuweza kumfukuza kocha huyo, bado tuendelee kumwamini. Lakini pia mwekezaji ameeleza kwamba anachokihitaji kwa hivi sasa mashabiki pamoja na wanachama wa klabu hiyo ya Simba pamoja na viongozi mbalimbali, bodi ya kurugenzi pamoja na wajumbe wa upande wa wanachama waendelee kushikamana, waendelee kumpa ushirikiano mwalimu, kwani kuteleza si kuanguka. Hayo ni maelezo ya mwekezaji wa klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba, akieleza kwa maana kwamba kinachotakiwa kwa hivi sasa wachezaji pamoja na benchi la ufundi, viongozi mbalimbali waendelee kumpa ushirikiano mwalimu. Pale ambapo atakapozidi kuharibu kikosi hiko cha Simba, basi viongozi hao wataenda kuchukua maamuzi yaliyonyooka. Lakini kwa hivi sasa Mo amewaambia mashabiki wa Simba watulie. Najua hali hii ni ya mpito, kwani mambo mazuri yanazidi kuongezeka. Wanachama wa klabu hiyo ya Simba hapo jana, baada ya kuweza kufanya mkutano na wanachama pamoja na viongozi wengine wa Simba, wameondoa maoni yao, huku wakisema kwamba siku za hivi karibuni kuna baadhi ya wanachama wataweza kujikusanya kwa wingi kweli ili kufanya maamuzi yaliyokuwa bora zaidi. Moja kati ya kitu ambacho wanachotaka kukifanya wanachama wa klabu hiyo ya Simba ni kuzikusanya kadi zote za wanachama wa klabu hiyo ya Simba, ndipo kuchukua maamuzi hayo kwenda kumrudishia mwenyekiti wa wanachama wa klabu hiyo ya Simba. Maamuzi hayo, moja kati ya taarifa tu ya wanachama hao wa klabu ya Simba ni ginukuu ikisema kwamba tunafahamu kwa kipindi hiki tumekuwa na hali ngumu sana timu yetu ya klabu ya Simba. Maamuzi yetu sisi kama wanachama wa klabu hii ya Simba, maamuzi ambayo tutakaoenda kuyachukua ni maamuzi mazuri kwa upande wa maslahi ya klabu yetu ya Simba. Kinachoonekana kwa hivi sasa, viongozi hawatujali na wala hawatusikilizi, wanafanya maamuzi yao kama wao, lakini pia furaha inaendelea kuwa kwa upande wao, kwa maana kwamba wanapata kile ambacho kilichokuwa wakihitaji. Wanafurahisha tu matumbo yao pamoja na familia zao, lakini furaha kwa upande wa wanachama ama mashabiki inakuwa ikikosekana. Mashabiki hao wamejiorganize kwa maana kwamba wanataka kuchukua maamuzi ya kuweza kuzikusanya kadi zote za wanachama, kujiuvua katika wanachama nafasi ili kuzifanya kwa magoli. Ndio imekuwa ni kipengele sana. Hata kocha mkuu wa kikosi hiko cha Simba hapo jana alipoweza kuzungumza na moja kati ya kituo cha televisheni huku baada ya mchezo huo kumalizika, amesema kwamba wachezaji wake wamecheza chini ya kiwango, na yeye pia anatamani wachezaji wake
waweze kufuata kile ambacho yeye atakachoweza kuwaelekeza katika uwanja wa mazoezi. Kinachoonekana kwa hivi sasa, wachezaji ndio wanashindwa kukopi kile ambacho anachokihitaji mwalimu kuelekea katika michezo mbalimbali ya kimashindano. Viongozi hao wa klabu ya Simba hawakuweza kutoka na majibu yaliyonyooka, kwani bado wakiendelea kumwamini kocha Dimitar Pantev, na huku akisema kwamba acha tuangalie baada ya kupinduka kwa mwaka na michuano ya ligi kuu Tanzania bara. Michuano Tanzania bara itakapoanza kuanza pale ambapo Simba atakapoenda kucheza Disemba 4 ya mwaka 2025 dhidi ya Mbeya City. Kama matokeo yatakuwa sio mazuri kwa upande wa ligi kuu Tanzania bara, basi viongozi hao wa Simba wataenda kuchukua maamuzi yaliyonyooka zaidi. Hapo awali kuna baadhi ya kiongozi wa Simba alisema kwamba tumpe mechi 3 kwa ajili ya mechi hizo ni kwa ajili ya kufanya kama tishio kwa upande wake. Mechi hizo 3 akipoteza zote tunaweza kumpa mkono wa kheri, lakini kama atapoteza 1-2 akafanikiwa, basi inawezekana pia tuendelee kumwamini na tuendelee kumpa muda. Kadri siku inavyozidi kuongezeka, kikosi cha Simba hakitakuweza kuimarika, bali ni kuzidi kubomoka. Huku mashabiki wa Simba na wanachama pia wanahoji, kama mtamfukuza kocha, je, vipi kuhusu wachezaji? Kama timu inacheza vizuri, wachezaji wanatengeneza nafasi, kinachoonekana ni kuweza kumalizia. Vipi anaingiaje hapo kocha kosa lake linaonekana liko wapi? Hayo ni maoni ya mashabiki wa Simba wakihoji baada tu ya hali ya hewa tu pale Msimbazi kuendelea kuwa mbaya zaidi. Kuna baadhi ya mashabiki wengine wa Simba wanasema kwamba inatosha, kocha atuachie timu, na kuna baadhi ya mashabiki wengine wa Simba wanasema kwamba acha tuendelee kumwamini kocha huyo, kwani hata safari tuliokuepo sio safari mbaya, ni safari nzuri. Lakini pia mwekezaji wa klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba naye pia ameweza kugongelea msumali, huku akisema kwamba hata mara moja hakuna kiongozi yoyote atakayeweza kufanya maamuzi ya kuweza kumfukuza kocha huyo, bado tuendelee kumwamini. Lakini pia mwekezaji ameeleza kwamba anachokihitaji kwa hivi sasa mashabiki pamoja na wanachama wa klabu hiyo ya Simba pamoja na viongozi mbalimbali, bodi ya kurugenzi pamoja na wajumbe wa upande wa wanachama waendelee kushikamana, waendelee kumpa ushirikiano mwalimu, kwani kuteleza si kuanguka. Hayo ni maelezo ya mwekezaji wa klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba, akieleza kwa maana kwamba kinachotakiwa kwa hivi sasa wachezaji pamoja na benchi la ufundi, viongozi mbalimbali waendelee kumpa ushirikiano mwalimu. Pale ambapo atakapozidi kuharibu kikosi hiko cha Simba, basi viongozi hao wataenda kuchukua maamuzi yaliyonyooka. Lakini kwa hivi sasa Mo amewaambia mashabiki wa Simba watulie. Najua hali hii ni ya mpito, kwani mambo mazuri yanazidi kuongezeka. Wanachama wa klabu hiyo ya Simba hapo jana, baada ya kuweza kufanya mkutano na wanachama pamoja na viongozi wengine wa Simba, wameondoa maoni yao, huku wakisema kwamba siku za hivi karibuni kuna baadhi ya wanachama wataweza kujikusanya kwa wingi kweli ili kufanya maamuzi yaliyokuwa bora zaidi. Moja kati ya kitu ambacho wanachotaka kukifanya wanachama wa klabu hiyo ya Simba ni kuzikusanya kadi zote za wanachama wa klabu hiyo ya Simba, ndipo kuchukua maamuzi hayo kwenda kumrudishia mwenyekiti wa wanachama wa klabu hiyo ya Simba. Maamuzi hayo, moja kati ya taarifa tu ya wanachama hao wa klabu ya Simba ni ginukuu ikisema kwamba tunafahamu kwa kipindi hiki tumekuwa na hali ngumu sana timu yetu ya klabu ya Simba. Maamuzi yetu sisi kama wanachama wa klabu hii ya Simba, maamuzi ambayo tutakaoenda kuyachukua ni maamuzi mazuri kwa upande wa maslahi ya klabu yetu ya Simba. Kinachoonekana kwa hivi sasa, viongozi hawatujali na wala hawatusikilizi, wanafanya maamuzi yao kama wao, lakini pia furaha inaendelea kuwa kwa upande wao, kwa maana kwamba wanapata kile ambacho kilichokuwa wakihitaji. Wanafurahisha tu matumbo yao pamoja na familia zao, lakini furaha kwa upande wa wanachama ama mashabiki inakuwa ikikosekana. Mashabiki hao wamejiorganize kwa maana kwamba wanataka kuchukua maamuzi ya kuweza kuzikusanya kadi zote za wanachama, kujiuvua katika wanachama huo wa klabu ya Simba, na baada ya hapo sasa mambo yataenda kuwa vizuri
zaidi. Hiko ndio kitu ambacho wanachokihitaji kwa hivi sasa. Wanachama wa klabu hiyo ya Simba wameeleza sababu ambazo wao zinazoweza kuwapelekea na kuchukua maamuzi hayo magumu. Kubwa wanasema kwamba hawasikilizwi na wala hawapewi ushirikiano